asifiwe. Amen. Ni siku ingine njema Bwana ametupa kuja katika nyumba yake kumtafuta, kwa sababu maandiko yanasema wale ambao watajinyenyekeza, waachane na dhambi na utafute uso wa Mungu, Mungu ataonekana wao na hata nchi yao ataiponya. Kwa hiyo sisi ambao tunakuja kanisani tuna fursa ya ajabu ya kuleta uponyaji katika nchi yetu, kwa sababu ya maombi yetu yatakuwa ni maombi mazuri na maombi ambayo yanakubalika mbele za Mungu. Na tunaambiwa tukiomba bila kuwa na tashwishi, kuwa na mashaka, kuwa na njia ingine ambayo tunafikiri isipokuwa ya Mungu, Mungu anasikia na atafanya. Tukikubaliana hapa, ijalishi ni watu wawili, hata sio lazima hiyo watu wawili, si tunasema watu wawili, hata akiwa mtu mmoja kama Nabii Elia. Nabii Elia alikuwa peke yake na akasimama na akazungumza maneno, akizungumza niaba ya Mungu. Akawaambia mvua haitanyesha mpaka nitakaposema, na ikakuwa hivyo. Kwa hivyo tuna uwezo mkubwa kama kanisa la Yesu Kristo katika vile ambavyo tutachukua hili neno lake, tukilitia maanani na liwe ndio mtindo wetu. Kama vile tulisoma, tulikuwa nasoma mtindo mpya wa maisha. Tukishika huo mtindo mpya wa maisha, kuwa ni washuhuda, ni mashahidi wa Yesu Kristo, basi tuko mbele na mambo yetu yote yatafanikiwa na tutapata ufanisi kama ule tulisoma. Si ati ni ufanisi wa pesa, lakini ni katika kufanya yale ambayo tumeitwa kufanya. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Na siku ya leo tuko katika somo letu la 9. Somo letu la 9. Kichwa cha somo ni ujumuishaji, ama kujumuisha. Kama vile tunajua, si hapa kwetu Afrika Mashariki tunaongea mambo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, yaani majirani, watu tofauti tofauti, nchi tofauti tofauti zinaweza kuja pamoja na zinatengeneza jumuiya kama hii yetu sasa. Na wengine wakaona ni mzuri, mpaka hata watu wa DRC wakajiunga, japokuwa wako upande ule mwingine, sisi tukiwa Afrika Mashariki wako upande mwingine, lakini hata hivyo wakajiunganisha na sisi, na tukakuwa sasa tunakuwa na malengo sawa na tunafanya mambo, tumeshikana vizuri. Na hivyo ndivyo Injili ya Yesu Kristo iko, kwa sababu Yohana 3:16 tunaambiwa, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu akamtuma mwanawe wa pekee, ili atakaye muamini ili yeyote atakaye muamini, unaona ni yeyote, basi huyo hatapotea bali atapata uzima wa milele. Na huo uzima wa milele ndio tunatetea wakati wa leo. Amen. Amen. Basi huu uzima leo tutaona vile kuna kujumuisha watu ambao hawakuwa katika mstari wa mbele. Si tulianza na Ibrahimu tukampata Yakobo tukapata wale mataifa 12 ama makabila 12 ya Israeli. Sasa katika hapo Yesu Kristo akatoka, akiwa katika, alikuwa nyumba gani ama ukoo gani katika Israeli Yesu Kristo? Gani? Yuda. Na ajabu Mungu kwa sababu katika nyumba ya Yuda ndio kuna mfalme, na Yehova Bwana Mungu wetu akamwahidi Daudi ya kwamba ufalme hautatoka nyumba yake. Basi hata leo ukienda Israeli hakuna ufalme. Umeshasikia mfalme wa Israeli? Unasikia waziri mkuu, si ndio?
wameachana, lakini kutoka neno la Mungu likatimia katika Yesu Kristo, ya kwamba kakuja katika nyumba hiyo ya Yuda. Hakuja kama Mlawi kama Musa, hapana, yeye alitoka katika nyumba hiyo ya Yuda. Na sasa sisi ni mashahidi wa huyo Yesu Kristo. Matendo tuko katika mlango wa 10 na tunausoma mlango wa 10 wote, lakini tutasoma vile ambavyo tunasoma, na kuna masomo hapa tutakuwa nayo masomo matano. Kuna masomo matano katika huu mlango wa 10 ambao tukienda nayo na tuyaruhusu yetu yatatubadilisha na tutakuwa na mtizamo mpya. Si maisha ni mtizamo mpya. Nikijikuta Uganda, si nitakuwa na mtizamo wa Kiganda vile wanafanya mambo, ndio niweze kuingia huko, si ndio? Hivyo ndio na sisi tunapoingia katika ufalme wa Mungu. Sasa tunakuwa na mtizamo mpya, na hili neno linakuwa likituzungumzia kila wakati na kutubadilisha, linatupatia changamoto, linatubadilisha. Na vile tulikuwa tunafikiri, vile tulikuwa tunaishi, tunabadilika, inakuwa ni mambo tofauti. Basi Mungu atusaidie ya kwamba kila somo tunapanda tunaliruhusu litende kazi katika maisha yetu. La si hivyo tutakuwa watu ambao kama ule mwashi ambaye halisikia neno lakini hakulifuata. Alisikia na akajenga nyumba juu ya mchanga, lakini ule alishika neno akafananishwa na mwashi ambaye ni shupavu, mwashi ambaye ni mwerevu, ambaye alijenga juu ya mwamba. Hili neno ni mwamba imara. Amen. Amen. Sasa tunasoma mstari wa 1 mpaka wa 8. Lakini tutasoma na neno, tunasoma kitu kinaitwa utaua. Tutaona utaua ni nini. Tusomee Washiko 1, 2, 3. Lakini naenda mpaka 8. Alikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi kama saa 6 ya mchana, malaika wa Mungu akimjia na kumwambia, Kornelio. Mpaka hapo. Ati sasa kuna mtu anaitwa Kornelio. Na Kornelio tunaambiwa ni Mrumi. Yesu Kristo alikuwa Myahudi, si ndio? Na alihubiri Uyahudi, hakuenda nje. Lakini katika huo Uyahudi alikutana na watu wa mataifa. Si alikutana na akida mwingine kama huyu, ambaye na yeye alimwamini kabisa. Hata Yesu Kristo mwenyewe akashangaa. Akasema, Israeli yote sijaona imani kama ya mtu. Sasa na hapa tunaona huyu mtu mwingine naye yuko hapa. Anaitwa Kornelio. Tunaambiwa alikuwa na kikosi kinaitwa kikosi cha Italia. Italia ndiko Rumi iko siku ya leo, lakini wakati huo kulikuwa kuna Italia, lakini ndio hiyo sasa Rumi ndio ilikuwa ufalme uliokuwa hapa. Sasa tunaambiwa ya kwamba alikuwa mtu, tunaongea maneno utaua, alikuwa mtu mtaua. Tunaambiwa alikuwa naomba, alikuwa anamcha Mungu. Na sasa si ile miungu, ametoka katika nchi ya miungu na yuko kwa kikosi cha watu ambao wanaabudu miungu, wanaabudu sanamu, lakini yeye akaamua hatafanya hivyo. Sisi wote tunajua wokovu huwa uamuzi wa mtu binafsi. Si mahali umezaliwa, hapana, ni wewe unakutana na injili ya Yesu Kristo na unaamua vile utaitikia. Utaikataa useme mimi nina dini yangu, ama utakubali huyu kwa njia moja ama nyingine
alipofanya hesabu akaangalia mambo mengi, si unasikia alikuwa akida. Akida anaweza kuwekwa mtu mpumbavu, si ni mtu ana akili, anaweza amepewa watu 100 awasimamie kikosi cha watu 100. Akida huyu alikuwa na watu 100. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana uongozi wa kutosha, ana maamuzi ya kutosha. Basi tunaambiwa alikuwa yeye anamcha Mungu, hata sadaka anatoa, hata nyumba yake amewaambia hakuna Mungu mwingine, acha tuache miungu ile yetu ya Rumi, wakati wake umepita, sasa kuna Mungu mwingine. Na tunaambiwa hata sadaka alikuwa anatoa. Na tunaambiwa kama saa 9 hivi siku moja akakuwa na maono. Malaika hapo tumesoma akamtokea akamwambia Kornelio. Si ni ajabu? Ati Mungu anatujua jina. Akija akuambii, si kawaida utasikia mtu anakuita we natafuta mtu anaitwa Gibson, naambia ni mimi Gibson. We habari, we ni we Gibson. Huyo haikuwa hivyo kwa Mungu. Anakuja Gibson na wewe unajibu. Akamjibu akiogopa, kaambia usiogope, niko na ujumbe kwako ya kwamba hii kazi yote umekuwa ukifanya na sadaka ambazo umekuwa ukitoa zinafikia Mungu, zimefika kwa Mungu, Bwana Mungu, na sasa ndio sababu nimekuja. Kamwambia usiogope, kuna kitu ambacho utafanya. Kuna mtu fulani anaitwa Petro, na huyu Petro yuko huko. Kuna huyu alikuwa mahali panaitwa Kaisaria, labda ni alikuwa analinda usalama huko, ni alikuwa anasimamia usalama wa Kaisari. Akaambiwa sasa, enda Yafa, tumana Yafa, kuna mtu anaitwa Petro, huyo atakwambia mambo yote ambayo unapasa kujua, lakini kwa sasa uwe na uhakika ya kwamba sadaka yako imefika mbele ya Mungu. Wadani, Bwana Mungu anakula sadaka? Hakuli. Ina maana hii, kama sadaka yako imefika, moyo wako umefika, na wewe jina lako unasikia mpaka jina anaitwa kwa jina, umekubalika mbele za Mungu. Kwa hivyo utaua, kumcha Mungu ndio muhimu, si sadaka. Si hata kuna mtu mmoja anaitwa Kaini ambaye alitoa dhabihu ikakataliwa, na nimesikia wahubiri wengine wakisema alitoa sijui dhabihu hakutoa. Hapana, kuna mali Mungu ameongea ubaya wa dhabihu? Hakuna. Yeye alisema tu kama wewe ungetenda mema ungekubalika. Lakini tunaambiwa kwanza Mungu alikataa Kaini na baadaye akakataa dhabihu yake, lakini akamwambia kama ungetenda mema ungekubalika. Kwa hivyo sisi kukubalika kwa Mungu si dhabihu zile unasikia zikitangazwa. Wewe huko unanisikia, tuma 500, tuma 310, tuma sadaka, tuongee nikuambie vile Mungu anasema. Hapana. Wewe tenda mema, ukitenda mema Mungu atakuonyesha njia, kwa sababu kama unamcha Mungu, yeye anakuitikia, anakukubali, anakupokea, anatafuta jinsi ambavyo mtaanza safari pamoja. Naambiwa Kornelio akafanya hivyo hivyo, akatafuta watu wake akawatuma. Ni kutii, kwa sababu amekutana na Mungu. Kwa hivyo utiifu una maana. Kama angepuuza hiyo, Petro si angeendelea na shughuli zake. Lakini hapa tunamuona ametii, na mara moja akatumana Petro waende kumtafuta. Funzo ni gani hapo? Funzo liko katika Mhubiri 12:13. Inasema hivi: hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Bwana Mungu, nawe uzishike amri zake,
maana kwa jumla ndiyo ipasayo hiyo tu, ya kwamba umche Mungu, shika amri zake, na Mungu anafurahishwa. Kwa hivyo Mungu yeye habagui, hana ubaguzi wowote. Kama mtu atatenda mema, mtu atamcha huyo Bwana Mungu, atakubalika mbele zake. Na hapa nikiongea Bwana Mungu, sisemi ati chochote unaomba ati ni sawa. Hapana. Kuna watu wanasema, na hapa hatuoni katika Biblia, ya Biblia haikubaliani ya kwamba haijalishi hilo unaamini. Hapana. Yesu Kristo alienda, mwende mkahubiri nini? Injili yangu. Na hiyo injili inasema Yesu Kristo pekee ni yeye anatosha, ni yeye dhabihu tosha, ni yeye nabii tosha, ni yeye mhuduma tosha katika mambo yote. Amen. Amen. Jambo la pili ni 9 mstari wa 9 mpaka 16. Gibson, tachukua ile Biblia tafadhali. Tusome mstari wa 9, 10 na 11. 9, 10, 11. Kwamba tumeona utaua kumcha Mungu nampendeza Mungu, kuachana na uasi, kuachana na dhambi, huko ndiko kumcha Mungu. Hicho ndicho kicho cha Mungu. Sasa Matendo 10, 9, 10, 11. Tumefika hapo. Hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri na kukaribia mji, Petro alipanda juu dalili kwenda kuomba yapata saa 6 ya mchana. Akaumwa na njaa sana, akataka kula. Lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake ikazimia. Ikaona mbingu zimefunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa, inateremshwa kwa pembe zake 4 hata nchi, ambayo mpaka hapo. Sasa na yeye Petro yuko Yafa na ni kama saa 6, na wale wajumbe walipotumwa wanakaribia Kaisaria, wametoka Kaisaria na sasa wamekaribia mji huo wa Yafa. Tunaambiwa wakati huo kama saa 6 Petro na yeye anaenda kuomba, na anasikia anahisi anaumwa na njaa sana. Si unajua njaa ikiuma inauma. Kuna watu hawajui kuumwa na njaa, lakini kuna wale wanajua, si ndio wadada? Bwana mmoja akatoa habari zake akasema, na alikuwa ni mtu mzima ati mimi siku zile nimelala njaa ni nyingi kuliko zile nimelala na shibe. Kwa hivyo kuna watu wanajua kuumwa na njaa. Hata mimi najua kuumwa na njaa. Nakumbuka mwaka moja, nafikiri kuwa mwaka 1967, niliumwa na njaa sana. Kulikuwa na kiangazi katika nchi na kukakuwa kuna chakula iko gali. Kwa hivyo nakumbuka hata Dave tumeenda nikamwosha mahali kwa naishi nilienda hapo nikalala kwa nyasi. Njaa sasa hata uwezi kuvumilia na hakuna chakula. Kwa hivyo njaa inakuja. Akaumwa na njaa, lakini bado chakula kiko tayari. Sasa yeye akaenda wapi? Kuomba. Na hapo yameenda ameomba, akasikia akazimia. Tunaambiwa akazimia. Kuzimia si ati alizimia vile tunazimia juu ya njaa. Ni vile alikosa ufahamu. Na baada ya kukosa ufahamu akaenda katika ulimwengu tofauti. Si vile wadani, si wewe, kuna wakati unakaa chini unajikuta umeenda dunia nyingine. Unaniona tukiwa na wewe Nakuru. Ama tukiwa Kisumu huko tukila samaki. Alafu unashtuka unakuta huko ulikuwa umeketi chini. Sasa ikakuwa hivyo.
yeye akajiona ameingia dunia ingine, na hiyo dunia aliona mbinguni kumeshuka kitu kinaonekana kama shuka kubwa, inateremka ikafika mahali huko. Akasikia sauti namwambia, amka, inuka. Si amka, alikuwa si anaona, si amke, ni ainuke. Inuka, ua, chinja, kula. Na katika hiyo shuka ilikuwa kila aina ya wanyama, wa miguu minne. Tunaambiwa pia kulikuwa wanyama wa msituni, wanyama wa msituni, na pia kulikuwa hivi vinatambaa, vitu vyote vinatambaa, na pia kwenye hiyo shuka kulikuwa kila aina ya ndege. Akaambiwa, wewe ingia hapo, chukua, uchinje, ufanye nini? Ukule. Mara moja akasikia hiyo sauti, si sauti ya kawaida hata hiyo vile anaambiwa, akasema hapana Bwana. Mara moja akatambua ni sauti ya Bwana, akamwambia hapana Bwana, mimi kinywa changu hakijawahi kupitia mnyama ama chakula chochote najisi ama chakula chochote cha kawaida, kwa sababu walikuwa wenyewe, ukisoma Torati ya Musa unaona walikuwa wamewekewa mpaka vile vyakula watakula. Lakini sasa yeye ameona huko nguruwe, ameona huko chui, ameona kila aina ya mnyama wa miguu, ameambiwa chinja ukule. Ameona wadudu wengine, ameambiwa kula. Ameona ndege, labda hata ameona ndege wengine wabaya, si kuna ndege wengine ule uchafu, kila aina ya uchafu, wanakula mizoga, Sasa wewe fikiri, wewe umeambiwa kula huyo mnyama, Akasema sijiwezi, mdomo wangu haujawahi kula. Na huo si ushuhuda mzuri ya kwamba yeye ameshikilia hadi yake kama Myahudi, ameshikilia ile maagizo yake kama Myahudi, agano, ameshikilia agano, hati mimi sijawahi kula kitu najisi. Na tunaambiwa sauti kamwambia mara 3, kile ambacho Mungu ametakasa usikiite najisi, mara 3. Halafu akaamka, kakuta kumbe ni kurudi, amerudi katika hii dunia ya walio hai. Na ndipo akaambiwa ya kwamba mlangoni kuna watu wanamtafuta. Ndio nao wale watu walitumwa na Kornelio wako kwa lango. Akaenda na Mungu akamwambia, wewe usiogope, usihofu chochote, uende nao. Si akaenda akauza, ndio jameni, nimekuja, ni mimi Petro. Ndio akamwambia vile wametumwa, akamwambia karibuni. Wakalala huko, ndio asubuhi warudi Kaisaria. Sasa tunaona nini? Kusawazisha. Ati kile ambacho kilikuwa kinaitwa najisi, kile kilikuwa kinaitwa cha kawaida, ambacho Myahudi alikuwa amekatazwa kula, ameambiwa sasa achinje, afanye nini? Akule. Kwa njia nyingine, watu wote wamesawazishwa mbele za Mungu. Na si Mungu ndiye ameumba watu wote? Yeye watu na wakaenda sehemu tofauti tofauti, lakini anasema yeye ndiye ameumba wote, ya kwamba wote wamesawazishwa. Na hebu hata sisi tunafundishwa tuchukue watu hivyo kama wamesawazishwa. Ukiona mtu amekuja alikuwa vile, unajua vile maisha aliishi. Si niliwaambia habari moja, kisa cha mchungaji mmoja ambaye msichana alikuja kanisani. Msichana alikuwa mwenye dhambi, wa madawa, wa kila aina ya zinaa na kila aina ya maisha mabaya. Akaokoka na ikakuwa sasa ataolewa na mwanaye mchungaji. Na watu wa kanisa wakasema, hapana, wewe huwezi ukaoa msichana kama huyu. Na alipowaita akawaambia, sasa kile mnafanyisha kesi si huyu msichana, si huyu msichana ameokolewa.
Si deni yake imelipwa. Huyu hana kesi. Ile kesi sasa mnafanya, ijapokuwa ni yeye, mnaota na vidole vyenu, mnasema huyu ni damu ya Yesu. Mnasema damu ya Yesu haitoshi. Na hivyo ndivyo huyu anaambiwa. Inuka uchinje ule. Na kile nimetakasa usikiite najisi. Funzo liko wapi hapo? Liko katika Wafalme wa Pili 5:17. Inasema hivi: Naamani akasema, kama sivyo. Unajua ni nini anasema kama sivyo Wadani? Ni mali amepewa huyu nabii. Aliitwa nani? Elisha. Amepewa mali mingi. Si kama unaona huyu anapewa. Hawa leo ni nini? Wanaitisha kwanza, si ndio washiko? Tuma kwanza na unapewa namba ya M-Pesa. Tuma nikuambie kile kinakusumbua washiko. Tuma nikufungulie huyo kijana wako amepotea. Tuma kwanza. Yeye alipewa mali, akasema hapana, akasema sitaki chochote. Si hata Ibrahimu alipewa akakataa. Akasema sitaki mtu yoyote ajidai ya kwamba alifanya Ibrahimu tajiri. Huyu amekataa pesa. Akasema hapana, sitaki chochote. Si hata huyu Naamani lazima alishangaa. Mtu unapewa pesa unakataa. Akasema kama sivyo, kama umekataa pesa yangu, akasema lakini kwa wako. Umesikia ni jemedari, na huyu Naamani alikuwa jemedari wa jeshi la Shamu. Shamu ndio ilikuwa inaitwa Syria, si ndio? Na hiyo Shamu ni hii Syria unasikia Dameski washiko siku ya leo. Huku kumekuwa na vita. Ni huko alikuwa ametoka huko. Kwa hivyo ni nchi iko, si nchi iko mahali hewani haijulikani kule iko. Dameski ndio mji wao mkuu. Kwa hivyo ni nchi iko. Na amelikuja na wanajeshi wake, hata na walikuwa jeshi kali sana, kwa sababu hata mfalme wa Israeli aliogopa. Kwa sababu ameenda kwa mfalme, anasema nimekuja, ameandikiwa barua na mfalme, ponya huyo mtu. Mfalme kweli ataponya mtu. Akajua mtu ni nini? Ni vita anataka. Lakini sasa amekutana na Elisha, na Elisha amekataa mali. Anasema hivi huyu Naamani, mtumwa wako, wewe fikiri amiri jeshi kamanda mkubwa wa majeshi ya Kenya, akija kwa mchungaji anasema mimi mtumwa wako, si atakuwa maajabu? Sijui anaitwa nani yule amesimamia majeshi ya Kenya siku ya leo. Anaitwa jemadari nani? Mimi nakumbuka tu ule aliaga. Huyo aje aniambie wewe mchungaji mtumwa wako. Anasema kama mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa bagala wawili. Bagala ni punda ama nyumbu. Unajua kizalisha punda na farasi unapata nyumbu, si ndio? Ni anasema bagala wawili apewe, ama punda wawili ni kama punda. Wa mchanga kutoka huku kwenu, abebe huo mchanga. Hataki kulipwa, pesa yake imekataliwa. Basi anasema nichukue mizigo miwili ya punda wawili. Kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana Mungu. Huo si ndio wokovu? Yaani Naamani akapata wokovu. Na unaona wokovu umetoka wapi? Yeye kukataa pesa, anapata wokovu. Lakini sisi hapa mahubiri ni ya kwamba utoe pesa upate nini? Ukombozi, si ndio? Huyu anapata wokovu kwa kukataa pesa. Huyu nabii kukataa pesa, akajua huyu kweli si mambo ya pesa, ni mtumishi wa Bwana. Na hivyo ndivyo tunaona na huyu mtu ambaye sasa wanasawazishwa. Na kama nitaendelea
dakika moja, huyo Naamani hata wakati nikiwa huko kwetu nitakuwa niko na mfalme wangu na amenishikilia mimi, na anaenda kuabudu na nimeenda na yeye, Mungu anisamehe, kwa sababu nitaingia, lakini sitakuwa na abudu hiyo sanamu. Mungu anisamehe. Huo si ndio wokovu? Kwa hivyo hata tukijikuta mahali ambapo hatupaswi kuwa kwa sababu tofauti, tunaomba Mungu na anatusamehe, kwa sababu mtu anaokoka katika moyo wake, na akiokoka katika moyo mengine. Utasikia mtu akisema niliona Adani na mwanamke mwingine mkora. Si hata Yesu walimkuta na yule mwanamke, hata nani wakashangaa mitume wake wanaambiana nini na mwanamke. Si hata mwanamke alishangaa Yesu akiongea naye. Lakini alikuwa na ujumbe wa uzima wa milele. Amen. Amen. Jambo la tatu, uhakikisho. 17 mpaka 27, lakini tutasoma 17, 18, 19. Hiyo 10. Matendo 10, 17, 18, 19. Alipokuwa akiona shaka ndani ya nafsi yake, maana yake ni nini maono hayo aliyoyaona? Wale watu waliotumwa na Kornelio wakiisha kuiulizia nyumba ya Simeoni, wakasimama mbele ya mlango, wakaita wakauliza kwamba Simeoni aitwaye Petro anakaa humo. Na Petro alikuwa akiyafikiri yale maono. Roho akamwambia, wako watu watatu wanakutafuta. Basi ondoka, usuke ufuatane nao. Asante. Usione taswisi, kwa maana ni mimi niliyewatuma. Ati sione tashwishi. Si tumesema hapo? Taswisi. Ati ni mimi nimewatuma. Uhakikisho sasa tunaona Petro si amesikia kuna watu wanamtafuta. Na labda akakumbuka kuna watu Warumi, si ndio? Na unajua Warumi na Injili vile ilikuwa wakati huo, si ndio? Lakini tunaambiwa yeye alipewa nini na hakikisho, na hakuwa na tatizo, akawakaribisha. Si tumesema waliwakaribisha na wakaingia kwake, na sasa tunaona hakikisho, akahakikishiwa. Na ni neno muhimu sana ile kuhakikishiwa katika huu ulimwengu ambao tunaishi. Tunakutana na watu wa kila aina. Tunakutana hata na matapeli. Mtu atakuja kuambilie kitu kile anajua wewe Washiko unapenda ama unatafuta. Ashajua Washiko kazi yake anauza mikate na keki, si ndio? Akuambilie keki zingine. Akuuze hiyo keki. Unanunua pesa ngapi? Si utamwambia. Kwa hivyo unauza aje? Daje nikikuletea keki ambazo usione utapata faida, si utaona anakuambia kitu kizuri. Lakini saa nyingine unakuta ni nini? Ni uongo. Kama rafiki wangu mali unanikuta akanunua, alikuwa na kitu ananunua chombo fulani. Akasema nataka chombo fulani. Mali aliambia mtu na yeye akasikia kiko mahali. Sasa kumbe aliposema ile anataka na akapiga picha, mtu alitafuta kisanduku cha chombo hicho. Akapiga kisanduku nini? Akachukua kisanduku. Lakini kile chombo aliweka ni tofauti. Chombo ambacho kilikuwa cha kama 30,000 akapewa chombo cha 10,000.
Kwa hivyo kuna watu kama hao, si utaogopa? Lakini tunahakikishiwa ya kwamba tukiweka Mungu mbele, si kusema tutatapeliwa labda wakati mwingine, si ndio? Lakini katika yote tukiomba Mungu, kuna mambo anatuhakikishia, anakuambia usiogope, niko na wewe. Na akaambia usiogope, usiwe na tashwishi, enda nao, ni mimi nimewatuma. Na mahali popote ambapo ni pa kutoa injili na kupendeza injili ya Mungu ama kufanya jambo njema, tunajua linakubalika kwa Mungu. Hata kama tutakuwa na tashwishi hapa na pale, lakini sisi tufanye. Si hata Paulo akasema ya kwamba kati ya yale mateso alikuwa nayo na shida alikuwa nazo ni ndugu wa uongo. Ndugu wa uongo alikutana nao. Kwa hivyo hata leo ndugu wa uongo bado wako. Lakini hata kama watakuja na tudanganye, na watuibie na watufanye vile watafanya, Mungu anatuhakikishia yuko pamoja nasi. Na hiyo inatosha. Hasara ile tutaenda katika hii kazi yetu, tutalipwa na tutalipwa vizuri. Amen. Na kaambua enda nao kwa Kornelio, na tunaambiwa alienda nao na wakafika Kaisaria, na huko wakamkuta Kornelio amewangoja, na sio peke yake na nyumba yake, alikuwa na kundi kubwa ya watu amewaita wasikilize Petro. Kwamba ni mtu ambaye alikuwa na uvuto fulani ya kwamba angeita watu, na alijua hii habari si yake peke yake. Kwa hivyo akawaita watu, akakuta mkutano unawangoja. Somo ni gani hapo? Kutoka 23:23 inasema hivi: kwa kuwa malaika wangu atatangulia mbele yako na kukufikisha kwenye Mwamori na Mhiti na Mperizi na Mkanani na Mhivi na Myebusi, nami nitawakatilia mbali. Nani anapewa hayo maneno? Ni Musa. Amepewa kazi kuongoza na Waisraeli kutoka Misri kuwapeleka nchi ya ahadi. Na si nchi ati wanaenda tu huko, ni nchi iko na watu. Lakini Mungu amesema hiyo nchi nitawapa. Si aliambia Ibrahimu? Sasa ni wakati wa kutimiziwa ahadi. Na katika kutimiziwa ahadi, anaambiwa malaika wangu atakutangulia. Tujue hivyo. Mradi tuko katika mapenzi ya Mungu, malaika wa Mungu yuko mbele yetu na atatuhakikishia usalama. Na kama hujui nguvu za malaika wa Mungu, usome kisa kimoja. Kuna jeshi kubwa, sikumbuki kama ilikuwa ya Waashuru ama wa nini. Malaika mmoja alikuja usiku mmoja, wamejiandaa kushambulia Israeli. Usiku mmoja malaika, na walikuwa 200,200 ya askari. Malaika mmoja alienda na akawamaliza wote. Jeshi kubwa hilo, watu 200,000 si wengi sana. Malaika mmoja. Kwa hivyo katika Mungu tuna usalama wa kutosha, tuna ulinzi wa kutosha. Hebu tufanye kazi na bidii, tufanye kazi bila kuogopa, tufanye kazi yetu ya kushuhudia bila tashwishi. Amen. Amen. Jambo la 4, shahidi. Tumesema tunaongea mashahidi wa Mwokozi Yesu Kristo. Sasa tunamuona Petro kama shahidi. Ni hiyo 10:28 mpaka 43. Lakini tutasoma 28, 29, 30. Mistari mitatu tu. Sababu habari yenyewe ni ndefu, nitaeleza kwa kifupi, alafu wewe utaenda kujisomea hiyo nyingine. Si ndio? 28 mpaka 30. 28 na 9 na 30. Akawaambia, ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye Myahudi ashikamane na mtu aliye wa
taifa lingine wala kumwendea, lakini Mungu amenionya nisimuite mtu awaye yote mchafu wala najisi. Kwa sababu hiyo nalikuja nilipoitwa nisikatae. Basi nawauliza, ni neno gani mlioniitia? Kornelio kasema, siku 3 zilizopita katika saa hii, yani saa nilikuwa nikisali nyumbani mwangu, mtu amesimama mbele yangu mwenye nguo zing'arazo. Tufike hapo. Tumesoma vile Kornelio malaika alimtokea. Sasa Petro amefika kwa Kornelio na amesema kwanza kuna kitu amefahamu, amepata ufahamu mpya. Kwa Bwana, kutoka kwa Bwana Mungu, ya kwamba asimuite mtu mwingine yoyote wa kawaida au najisi. Si mbeleni alikuwa bado ameshikilia uyahudi wake. Anajua ni watu wanaitwa watu wa mataifa, ni watu wachafu. Usishirikiane nao, usiende kwao kwa nyumba yao. Labda kama umeshurutishwa utaenda, si ndio? Lakini usiende ati usifanye urafiki na yeye. Lakini sasa ameambiwa asiwahi kuita mtu yeyote najisi. Basi Kornelio akamwambia, wewe basi tuambie yale Mungu amekuamuru tuambie. Kwa sababu Mungu aliniambiwa wewe ndio utatupatia hiyo habari. Na ndio Petro basi akaanza. Akasema, mtu yoyote ambaye anatenda haki, haijalishi taifa, mradi anatenda haki, yeye anakubalika mbele za Mungu. Na huu kweli tuliona hata katika maisha ya Yesu Kristo. Tunakumbuka wakati mmoja alikutana na yule akida, tumesema. Akatuma habari, endeni muambie akida nafanya nini? Nakuja. Lakini akida aliposikia Yesu anakuja, akafadhaika sana. Na akakimbia akakutana naye kwa njia, akamwambia, hapana Bwana, mimi sistahili wewe uje kwangu. Sema neno moja tu na mtumishi wangu atapona. Yesu akasema, kwa kweli Israeli yote sijaona haki kama. Na pia kulikuwa mwanamke mmoja wa kitaifa, wa mataifa, ambaye binti yake alikuwa amepagawa na pepo mchafu, anamtesa. Na akaenda kwa Yesu akimuomba. Yesu akaonyesha ni kama hamsikilizi. Anamuomba. Mpaka hata watumishi wakamwambia, huyu si basi umwache aende. Amepiga mayowe, amesumbua. Na Yesu akasema, hapana, mimi nilitumwa tu kwa Wayahudi. Mama akasema, hapana, kama ulitumwa tu kwa Wayahudi, hata wale mbwa wako chini ya meza, yale hivi yanaitwa nini? Makopo yale yanaanguka, wanakula. Mama akashindwa. Huyu mama ni Bwana Yesu akashangaa akasema, wewe imani yako mama ni nini? Ni kubwa. Enda, mtoto wako amepona. Na tunaambiwa akifika alikuta saa hiyo hiyo Yesu alizungumza mtoto, binti yake alikuwa amepona. Na sasa ndio tunaona Petro akisema hivyo hivyo. Mungu anafurahishwa na mtu yoyote ambaye atakaye na imani ndani yake. Nasi akasema kuna habari zilikuja za Yesu Kristo. Zilitangazwa na Yohana Mbatizaji alipokuja kubatiza watu, akiambia watubu wamgeukie Mungu.
na kwa kila aina ya mtu alikuwa na somo na alikuwa na agizo. Tunaambiwa askari walikuja, akamwambia nyinyi tufanye nini tuokoke? Akaambiwa nyinyi kitu cha kwanza mfanye nini? Mtosheke na mishahara yenu. Kitu cha pili, msidhulumu mtu yoyote. Msiwekelee mtu yoyote makosa ambayo hana. Watoza ushuru nao wakakuja, sasa na sisi tufanye nini? Wakaambiwa na nyinyi mtende haki. Ushuru mtoze vile inapaswa, si vile zaidi. Wanawanyang'anya watu. Si hata Zakayo alisema hivi. Akisema kama kuna mtu nimenyang'anya, nitamrudishia mara ngapi? Mara 4. Nitamrudishia mimi. Huo ndio wokovu. Kwa hivyo Injili ilianza hivyo. Akasema sasa basi Mungu alikuwa pamoja na Yesu Kristo. Na akafanya maajabu na akahubiri hiyo Injili. Na baadaye akashtakiwa na malikuwa mashtaka ya uongo, na baadaye akauawa, akasulubishwa na akapelekwa kwenye kaburi. Lakini tunaambiwa Bwana Mungu akamfufua siku ya 3 na kufufuka kabisa na akaonekana, kwa sababu tunaambiwa ya kwamba kuna mashahidi ambao Mungu mwenyewe alikuwa amechagua mashahidi. Kwa sababu nilishangaa kwa nini neno la Mungu linasema ati Mungu mwenyewe alikuwa amechagua wale mashahidi watamuona Yesu. Si watu tu ovyo ovyo wamuone. Kwa nini? Wewe fikiri wale watu walikuwa wanapigana naye, wanapingana naye. Si kama angetokea kwa hao Mafarisayo wangesema ilikuwa uongo. Huyu mtu wako amefanya nini? Amekufa. Alizimia tu, sasa anajifanya amefanya nini? Amefufuka. Lakini kuna wale watu walijua amekufa, kwa sababu alikuwa amewaambia atakufa na atafufuka. Sinaona walikuwa wamejua vile itakuwa. Sasa ndio wakachaguliwa hao. Tuliona alikuwa anajitokeza kwa wanafunzi wake. Hakuenda kwa Pilato kujitokeza ati nimefufuka, ama kwa Herode, hapana, ama kwa kuhani mkuu. Wangesema wewe ni muongo, umejifanya ulikuwa umekufa, wewe ulijifanya umekufa pale msalabani ndio ukaenda ukaamka. Kwa hivyo hao mashahidi walioteuliwa, na ushuhuda ni huu ya kwamba Yesu Kristo huyo ni yeye sasa amekaa mkono wa kuume wa Mungu Baba, na ni yeye peke yake kwa jina lake wokovu unapatikana. Kumwamini na kumwamini kazi ambayo alifanya msalabani. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ni yeye atakuwa mwamuzi, ama ni yeye atakuwa hakimu, ama ni yeye atakuwa jaji, ita jina lolote, lakini yeye ataamua wapi. Wakati mataifa yote yatakusanyika, tunaimba huo wimbo, mataifa yote yatakusanyika mbele ya Bwana Mungu, Mwenyezi Mungu. Huyu ndio atasimama kama hakimu. Waliokufa na walio hai. Wale atakuja bado akiwa hapa duniani, si mambo yao imekwisha. Atashuka na atahukumu wote, waliokufa na walio hai. Kwa hivyo hata wale waliokufa, mtu wa kwanza kufa ni nani? Alikufa mtu wa kwanza kufa duniani? Habili. Sasa Habili, kwanza huyo mtu wa kwanza kufa Habili, mpaka ule atakufa mwisho, na ule atakuwa hai, ni yeye atakuwa hakimu wao, ni atakuwa mwamuzi wao, walio hai na waliokufa. Na manabii wote walikuwa na tangazo ya kwamba kuna njia nyingine itakuja, na kwamba ondoleo la dhambi litapatikana kwa huyu Yesu. Huo ndio ulikuwa ushuhuda wa Mtume Paulo, wa Petro. Tunajifunza nini hapo? Iko katika Isaya 53:11. Inasema hivi:
ataona maumivu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawahesabia haki wengi, naye atachukua maovu yao. Huyu Yesu Kristo alikuja na akafa kwa sababu ya maovu ya wanadamu wote. Kwa hivyo ukisimama mbele yake, nikisimama mbele yake. Nimewaambia hapa, kuna wakati mmoja nilisikia mahali tulikuwa na mkutano huko Nairobi, mtaa unaitwa Jericho. Bwana mmoja akakuja, walijuana na huyo mchungaji tulikuwa naye, akamkaribisha atoe ushuhuda. Na katika yole alisema, mtu tu ataulizwa swali moja tu, ndio utaulizwa, wewe ulifanya nini na Yesu Kristo? Kwa sababu hilo ndilo swali ambalo watu wataulizwa. Na ndipo hapa tunasoma Nabii Isaya akisema kuhusu mtumishi huyu ya kwamba ataumia, ataaibishwa, lakini ataridhika kwa sababu ataona maumivu ya nafsi yake na kuridhika. Hata akiumia, tulisikia mahali akilalamika, akilia atoke msalabani, hapana. Alisema tu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa sababu alikuwa amebeba dhambi zote, kutoka dhambi ya kwanza. Dhambi ya kwanza ilikuwa ya nani? Ilikuwa ya Adamu ama ya Hawa? Ya Hawa ikashikwa na Adamu, si ndio? Mpaka dhambi ya mwisho zote akazilipia. Naye atachukua maovu yao. Akasema nimewalipia. Si ndio tunaimba wimbo ya kwamba shetani ambiwa hatuna deni, na iliyokuwako ililipo. Na Yesu wapi? Kalvari. Aende Kalvari. Kwa hivyo wakati tunasumbuliwa na shetani, unajua wewe ulifanya mwaka fulani ukafanya, unamwambia hiyo nililipiwa, nilitubu na Mungu amenisamehe, na deni hiyo ilikuwa imelipwa mbele. Amen. Amen. Tukimalizia tunaona kitu kinaitwa wokovu. Ni mstari wa 44 mpaka 48. Hebu tusomee hiyo tumalize. Mistari minne. Soma mitatu tu. Naona ni mistari mingi. 44 na 5 na 6. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosirikia lile neno. Na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa. Watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kukataa maji hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Tufike hapo. Sasa ni Petro anaendelea kuwahubiria. Mara Roho Mtakatifu akashuka. Hao wanasikiliza maneno hayo, wakajazwa na Roho, wakaanza kunena kwa lugha. Na kuna wale walikuja Wayahudi pamoja na Petro. Hao tunaambiwa wakutahiriwa. Kutahiriwa kwa wanaume tulisoma lilikuwa ndilo agizo la Ibrahimu, ya kwamba hiyo ndio itakuwa ishara ya mtu ambaye yuko katika agano la Ibrahimu. Wakashangaa, hata watu wa mataifa hawajatahiriwa, watu wa mataifa hawako kwa agano, wamejazwa Roho kama sisi. Na ndio Petro akasema, basi kama hawa wamejazwa na Roho, nini itazuia wabatizwe? Walijazwa na Roho kabla ya kubatizwa.
akaamuru wabatizwe, na tunaambiwa ya kwamba wakabatizwa, na tunaambiwa hao watu wakaomba Petro akae nao siku kadhaa, asiondoke tu arudi kule Yafa, lakini akae nao. Funzo ni gani hapo? Katika Mwanzo 12:3 inasema hivi: nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Ni Mungu akizungumza na baba yetu wa imani Ibrahimu, akamwambia mtawabariki wakubarikiwa. Wale watu watampokea Ibrahimu na wamtendee mema watabarikiwa na Mungu, kwa sababu wanaendelesha kazi ya Ibrahimu, kazi ya Mungu. Na tunaambiwa akulaani niye nitamlaani, na yule atalaani mtu wa agano la Ibrahimu. Wakati wao walikuwa Wayahudi, siku ya leo si agano la Ibrahimu, limepita, ni la agano la nani? La Yesu Kristo. Kwa sababu ni agano jipya katika damu ya Yesu Kristo. Ni agano jipya sasa, si kutahiriwa. Sasa si zile amri za Musa. Sasa si yale makataa kuhusu vyakula, vinywaji, kuhusu ukulima, mambo kama. Walikuwa na mambo mengi. Sheria zaidi ya 600 na zile walikuwa wamepewa, sio hivyo. Sasa ni agano jipya, na agano ni la wokovu. Na hawa kwa kusikiliza hilo neno, Mungu kwa njia yake ya ajabu akaona hao wameokoka na wakajazwa Roho. Ni Mungu wa ajabu, sio? Hebu basi tumishie huyo Mungu, hebu tuwe mashahidi kama hao. Na wakati tunazungumza mambo ya Yesu, tusikubalishe wazo lingine lolote ya kwamba kuna njia ya mbadala. Ati kuna njia nyingine. Kwa watu wanasema kuna njia nyingi. Sasa nikitaka kwenda nyingi, naweza nikaenda hivi, baada ya kwenda na barabara nitokee pande nyingine. Si hata naweza nikaenda hivi mpaka Kihumo, mpaka ukule nizunguke nirudi Kenya. Na hata ninaweza nikaenda hivi nipite hii njia niende huko Nakuru, kila mahali, si ndio? Nipitie Nakuru nirudi Nairobi nije Kenya. Si watu wanasema njia ni nyingi, lakini kwa Yesu njia ni, kwa Bwana Yehova Bwana Mungu wetu tunaambiwa njia ni moja na ni ya Yesu. Na Yesu anatosha katika yote. Amen. Basi hebu tuangalie mambo ya kutafakari. Tulisema mambo ya kutafakari ni mambo unafikiri baadaye kuhusu hili somo, na iko katika Matendo hiyo 10:33. Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Bwana Mungu hana upendeleo. Ya kwamba Bwana Mungu hana upendeleo. Usione mtu mwingine anapeleka gari na wewe hujapeleka, uwe na wivu, usikie vibaya. Hapana. Mungu hana upendeleo. Tukimuomba na tuishi vile tunastahili kuishi, vile tunapaswa kuishi, basi Mungu hana upendeleo. Atatukubali na hata katika hali zetu tofauti, kwa sababu Mungu atuokoi ati tunatoshana. Hapana. Kila mtu kuna kile Mungu amemwekea. Na katika habari za Tabitha tuliona ya kwamba Mungu, tulisoma katika Efeso, ametuundia wote tufanye matendo mazuri. Kwa hivyo hana upendeleo. Ukifanya vizuri, mwingine afanye vizuri, Mungu apendelei ati huyu ni yeye kuliko yule. Kila mtu kulingana na kazi yake Mungu anampokea, Mungu anamfanyia. Amen. Wazo kuu ni hili. Matendo 10:42. Akatuagiza
tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Bwana Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Ya kwamba katika Yesu Kristo watu wote wamesawazishwa, watu wote wana jawabu kwa maisha yao. Kumwamini Yesu Kristo inatosha, haijalishi ni mtu kutoka wapi, ni mtu wa aina gani. Amen. Na sala, na tulisema sala ni mtu kufikiri na kuomba. Akamtazama, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Bwana Mungu. Tuombe hivi ya kwamba sala zetu na sadaka zetu zifike juu. Na kama vile Mungu alimwambia Kaini, na alipomkataa Kaini, alikataa Kaini, baadaye akakataa sadaka yake. Mungu hatachukua sadaka. Si tunasikia tutume pesa, kuna madhabahu yatakutetea? Hakuna. Kama moyo wako hauko na Mungu, hakuna jinsi madhabahu. Kwa sababu kama ingekuwa hivyo, si yule tajiri uliona vile alipata nafasi na angekuwa amenunua wokovu, si ndio? Wokovu haununuliwi. Kwa hivyo tuombe ya kwamba tunapojitahidi na tunapofanya mema, sala zetu na sadaka zetu zitakubalika. Mioyo yetu tuitoe kwa Mungu, ikubalike kwa Mungu, halafu vingine vifuate. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu bariki sana. Amen.